Ni rasmi Dimitar Pantev ameteuliwa kuwa kocha mkuu wa Simba Sports Club kwa mkataba wa miaka 2, na hapa nitawaambia kiufundi ni namna gani Dimitar Pantev anapenda timu zake zicheze zikiwa uwanjani. Dimitar Pantev ni muumini wa mfumo wa 4-3-3. Ni mwalimu ambaye anafikiria zaidi kushambulia, anataka timu yake iwe na utawala mkubwa wa mchezo, usiwe na chaos, anataka control zaidi, timu icheze kwa kuonana kutoka kwenye phase ya kwanza, phase ya pili mpaka kwenye robo tatu ya mwisho. Na tulimuona akiwa na Gaborone namna ambavyo Gaborone walikuwa wanafanya build up na watu watatu, kiungo mmoja anashuka katikati ya mabeki wawili wa katikati, wanakuwa watatu nyuma, fullbacks wote wanakuwa wako juu, mawinga wanakuwa advanced zaidi pengine kwa ndani kidogo, lakini pia hata viungo wake wawili kati ya wale watatu wana leseni ya kila hapa na pale kwenda kuongezeka kwenye robo tatu ya mwisho. Kwa wale ambao walizingatia vizuri ule mchezo, kulikuwa kuna kiungo mmoja wa Gaborone alikuwa anaitwa Gamanyane, alikuwa anavaa jezi namba 10. Kuna jaribio moja alilifanya kwa Kamara alilitoa kwa mguu kama kuna watu wanakumbuka. Alifanya mkimbio katikati ya Mligo pamoja na Shamu Karabwa, akaekewa mpira na fullback akaweza kufanya lile jaribio. Lakini pia kwenye eneo la mbele 4-3-3 inataka wachezaji ambao wanaweza kuwa comfortable kupishana kwenye lile eneo. Uzuri ni kwamba mawinga wa Simba wanaweza kucheza kulia na kushoto, wanaweza kupishana itakapobidi, lakini pia mshambuliaji wa kati anapaswa kuwa comfortable kudrop chini na wakati mwingine kwenda kulia na kushoto, kitu ambacho Soa, Mwalimu na Mukwala wote wanaweza kukifanya. Wana uwezo wa kutoka nje ya boksi kuja kushirikiana na viungo wakati timu inajaribu kushambulia. Na Mwalimu Dimitar Pantev kutaka timu yake iwe na umiliki mkubwa wa mchezo, itengeneze nafasi nyingi, kuwe kuna utulivu wa kiuchezaji, ni kwenye misingi aliyoipata akiwa anafundisha soka la ndani, soka la futsal ambalo ni soka la wachezaji 5-5. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo kwa kiasi kikubwa sana vinashawishi falsafa ya Mwalimu Dimitar Pantev. Na mimi niwe mkweli, naiona Simba yenye sifa ya kucheza na 4-3-3. Mchezo dhidi ya Fountain Gate kipindi cha pili, Simba walikuwa na 4-3-3 wakiwa na mpira. Katikati ilikuwa ni Kante, Ahwa pamoja na Morris Abraham, Maema juu, Soa pamoja na Elim Panzu. Ilikuwa ni 4-3-3. Na Simba walikuwa wanaonekana wanatengeneza nafasi japo hazikuwa za wazi, lakini nikilinganisha na michezo mingine iliyopita ya Simba kabla ya mchezo dhidi ya Fountain na kwenye kile kipindi cha pili hususan, Simba walikuwa wanaonekana wako kwenye mazingira mazuri zaidi ya kutengeneza nafasi na kushambulia kwa idadi nzuri. Ni wazi nikiitazama Simba inao wachezaji ambao wanaweza kucheza kwenye 4-3-3 kwa mtazamo wangu mimi. Kuna wachezaji wengi ambao kwanza ni wazuri wakiwa na mpira mguuni kwenye kikosi cha Simba, wako comfortable kupokea mpira kwenye maeneo mengi, hasa kwenye eneo la kiungo. Kina Morris, Kante, Ahwa ni very good passers, na hiyo ni sifa moja ambayo inatakiwa iwepo kwenye kikosi ambacho kinatumia 4-3-3 kama muundo wake mama. Lakini wachezaji hao wa eneo la kiungo pia wana uwezo wa kuisaidia timu kwenye eneo la mwisho. Ni wazuri technically, wanaweza kupokea mpira kwenye maeneo mengi, ni passers wazuri, lakini pia wanaweza kuongezeka kwenye eneo la mwisho. Usimsahau Maema pia ni pasa mzuri wa mpira, na naamini wachezaji hawa wanaweza kuadapt kwa haraka kwenye kile ambacho Mwalimu Dimitar Pantev atakuwa anakitaka kiufundi, kwa maana ya mfumo wa 4-3-3 ambao yeye anaupendelea zaidi, ambao ni wa kushambulia. Na naamini kwa uwezo wake wa kuleta mageuzi na mafanikio ya haraka ndani ya timu, nafikiri kuna kila sababu Dimitar Pantev akawa kwenye mazingira rafiki ya kuweza kuifanya Simba ikawa inacheza mpira mzuri kama ambao tuliuona alipokuwa na klabu ya Gaborone United.